Kwani mtu akiongea mbaya hapa inalipa watu bwana. Mimi nataka nianze na mambo ya Ebola. Ndio huyo. Ukienda kwa mitandao ukisoma story ya Ebola, kuna wakati story ya Ebola ilitokea, ilikuwa West Africa. Na nakumbuka wakati President Uhuru alikuwa kwenye kiti, aliunda quarantine, nadhani kuna hata Kenyatta kuna quarantine na kuna sijui mahali pengine waliunda hii mambo ya quarantine ya Ebola. Mheshimiwa Ruto kitu yenye amekosa, na ndio unaona kwamba tuko na Dr. Fake, sio Dr. Original. Yeye anakubali kwenda kuleta wagonjwa watoke US wakuje wafanyiwe quarantine hapa Kenya. Lakini Mheshimiwa Uhuru aliunda quarantine kwa sababu kulikuwa na Ebola West Africa. In case of anything ikihappen kwa Kenya, tunajua tunaweza saidika hapa hata kama sisi wa Kenya, lakini sio kwenda kutoa watu US wenye wako na Ebola kuleta Kenya. Hiyo ndio kitu yenye Mheshimiwa Ruto amekosea hapo. Na hapo ndio inafanya watu wengi tunakataa, kwa sababu tunaona kwamba uongozi wake ni wa kutaka pesa, lakini hajali wananchi wa kawaida. Hapo nimemaliza. Inakuja kwa mambo ya ODM, Linda Mwananchi na Linda Ground. Unajua chama cha ODM kimekuwa chama kimekuwa kinapigania wananchi. Na ndio baadhi ya watu wengi tulikuwa tunapenda chama cha ODM kwa sababu ya wananchi wa kawaida. Ndio alikuwa kiongozi wa ODM, alikuwa anapigania wananchi. Lakini penye imefika saa hizi unashangaa hata mtu akikuja hapa jinsi anavyoongea. Unaongea lakini hauwezi jali mwenzako. Wewe ukiwa hapa kama unaongea wewe unajua umeshiba, lakini uko kwingine haujali yule mwenzako. Sisi kama watu wa Linda Mwananchi tunataka tuseme hivi. Wewe kijana ukiwa hapa mdogo, angalia miaka yenye inakuja, miaka kama 10 kwenda huko mbele. Waangalie ni wapi tunaelekea. Kama sisi venye vijana tuko hivi, wewe uko kijana mdogo hivi, unaangalia maisha ya kesho. Maisha ya kesho inafaa tujenge na kina nani? Mheshimiwa Ruto alitudanganya hapa 2022. Sisi tunaongea kama watu wenye tulimpa kura, tuongei kama watu wenye hatukumpa kura. Tumefight kwa hii bunge la Mwananchi hata mara mingi, tukiwa tunapigia Ruto hapa upato, tukitaka achukue kitu na akachukua. Lakini kulingana na manifesto aliyotupa, hakuna kitu ametimiza hadi wa sasa. So kuna haja gani tena tuseme tunamrudisha? Sisi kama wenye tulimpa kura, tunaenda kungangana juu na chini. To make sure tumemtoa. Na mimi nawataka kuwasihi viongozi, vijana, watu wenye wanapanga kuwa kwa uongozi kama kina Nuru, kina nani, 2027. Wacha tujiunge na hao watu watatu. Babu Owino, Edwin Sifuna na James Orengo. Hapo ndio kuna mwelekeo, lakini mambo mengine tuachane nayo. Haya members. Mama hiyo. Mtafika kwa majina, kwanza naitwa MC Otayo Manyamu. Mimi ni wa wale huko Migori. Yes, correct. Mtafika nikiongea for the allegation. Songa. Hata nianze na mambo ya Ebola. Our able president William Samoei Ruto, yeye ndo the head of the state of this nation. Na akiamua kuleta quarantine pale, yeye ndo amejua ni benefit gani sisi kama wananchi tutapa. Na kama Bunge power. Mr. Speaker, kindly protect me. Yes, protect me this house. I'm protecting you. Correct. Mr. Speaker, kama sisi kama wananchi, sisi ndio tunapiganga kura. Na kura ni secret. Na mimi nimejua nani atanipigia kura kwa secret. Mr. Speaker, mimi nikiimba mambo ya one term, hata niimbe one term. Wewe kama unaimba two term, imba two term. Na tufike pale. I stand here niimbe two term. Bunge power. Mr. Speaker, kama sisi wananchi, if we will have any benefit kwa hiyo quarantine tumeletwa pale, hata sisi tupate hiyo. Na kama kuna, tutajua hesabu itakuwa nini. That is to that. La pili. Bwana nani? Mtainua mkono bwana. Mr. Speaker. La pili. Kidogo Mr. Speaker, as I proceed, nikiongea mambo ya Linda Ground na Linda Wananchi. ODM. Tuko tayari bwana, ODM. Okay, thank you. Mr. Speaker, kwa maisha yangu
nikiongea mambo ya ODM, mimi nimejua ODM ni ODM na ile ya our able party leader Oburu Odinga. Na mimi hakuna siku kwa maisha yangu, Mr. Speaker, if not the leadership of Raila Amolo Odinga, saa hii hatungekuwa tunaongea hapa with freedom of speech. Allow me to public, my friend. You can't talk to me. I'm the one to talk. Mr. Speaker, hii mambo ya linda wananchi, kwa wale wenye hawajui mambo ya linda wananchi, hata mimi niwaambie leo, hii linda wananchi rally, hii ni pesa yetu yenye tulifaa tupewe kufanya our demonstration. And Mr. Speaker, hii pesa yetu hii, what I'll tell you, hii pesa yetu itaisha. Hii ni pesa yetu ile unye alifaa tupewe kwa campaign. Na kuna wakati itafika, hii linda wananchi utaona, utakuwa unaona linda wananchi, na hapo ndo tutakuwa. Mr. Speaker, Time imeisha. Mimi nataka kuongelea mambo ya Oburu. Oburu, ile pesa alipewa na William Samoei Ruto imeisha. Anatafuta njia ya kutaka ingine. Oburu utakimbia mbio. Kama hivi ndo wanakudanganya akina Gladys Wanga. My friend, hauna bahati. Wewe umezoea kitu ya kupewa ya bure. Sasa unataka kukangangana na wale vijana wanatafuta uongozi. Oburu, ende nyumbani uchunge mbuzi. Hiyo ndo kazi mzuri unaweza fanya kwa saa hii. Kwa sababu Oria DB anakuja kukupeleka siaka pale nyumbani kwako. Pesa. Uko na akili. Kwani wewe unafikiria saa hii ona Oria DB ndio huyo hapa. Ukimwangalia ni mtu mwenye amesoma, hata wewe sijui kama umesoma. So, Oria, tunataka kukutuma pale Siaya. Ukifika pale Siaya, peleka Oburu mbio. Unajua hajui kukimbia. Umpeleke mbio ili hajawahi enda. Mimi nikimaliza nataka kuambia Gladys Wanga, wewe advisors yako ndio mbaya. Kama wewe unaweza advise Mheshimiwa Oburu hadi sasa wewe aanza kujitoa. Wewe sasa mlikuwa mnatafuta pawa gani? Saa hii Oburu anaanza kulia kwa sababu ameona ile kiatu na ile alimwachia ni kubwa kuliko mkuu yake. Sasa Oburu, tafadhali kuja nyuma ya Sifuna, kuja nyuma ya Orengo, kuja nyuma ya Babu wa kuongoze, kwa sababu wewe kawaida umezoea kuongozwa. Oburu huwezi ongoza mtu. Mtu kama wewe mwenyewe huwezi ongoza nyumba yake isimame, utaenda kuongoza watu wa nyumba nyingine. Oburu, sisi tunakupenda. Wewe unataka kuwa advisor wetu kama kukaa kwa linda mwananchi. Wewe ndio kukaa yetu kuja ku advise huku vijana. Mambo ya kuanza kutangata utakufa mapema, stress itakumaliza mapema. Oburu, sisi unajua naambianga Oburu kila siku watu wanasema ati mimi natuso Oburu. Mimi sikuangi natuso Oburu. Na jaribu kukuambia ndio ufikishe miaka 100 years. Uone hawa vijana akina Babu 2032 unajua wanachukua hiyo uongozi. Unajua Babu Sifuna wakikula hiyo 2027. Sifuna amesema tu anaenda tamu moja. Alafu anazia Babu. Sasa unataka uone Babu akiwa president. Oburu, sisi tunakuadvise uje uone Babu akiwa president. mwambie tena. Mambo ya Ebola nikimalizia tafadhali. William Ruto amechukua pesa yote ya Ebola. Ndio amefandi ya kina Oburu waende nayo campaign. Ndugu zangu wengine ndio hao wamefika, wametoka Kisumu, wamepewa 2,200. Sasa ile pesa ya Ebola ndio imeanza kutumika vibaya kwa ndugu zetu wenye wametoka Kisumu. Sasa mmebebwa na roli ile ya miwa, badala ya ubebe miwa inaenda kubeba ndugu zetu hapa. Wana wametembea kwa hiyo tractor kutoka Nairobi mpaka wapi? Walikomboa tractor kukuja kuwabeba. Ukimwangalia sasa yako na vumbi mingi kabisa. Sisi tunataka kuambia Oburu, ulipewa 200 million. Kwani 200 million haziwezi chukua manisa ni hapa? Ndio ende utaanza kutafuta matrela huko. Sisi tunataka kuambia Oburu, wewe ndio umeangusha jamii ya Nyanza. Umeangusha jamii ya Nyanza bwana.
Si Oburu anajiita party leader. Kwani Linda ground nani ndio party leader? Si ni Oburu. Sasa kama Oburu unaweza chukua tractor kuja kubeba ndugu zetu hapa, unafanya makosa. Sasa sisi tuko na msimamo moja. 2027 Oburu, William Samoei Ruto mnaenda nyumbani. Kama Ruto anataka kutuchengea hadi barabara itoka hapa Lironi iende mpaka pale, hiyo barabara nani atapitia hapo? Kama unataka kuua watu na Ebola, nani atatumia hiyo barabara? Unajenga SGR iende Kisumu na Ebola ndio hiyo unataka kupeleka mpaka Robert Alai. Mtu mwenye ukimwangalia hivi nafikiria ni mtu ako na akili, anaongoza wale watu wamesoma matajiri pale. Nikafikiria pia labda anaweza tumia ile hekima juu sababu anaongoza matajiri pale, afikirie anasema ati quarantine ipeleke Kisumu. Uko na akili mzuri wewe? Robert Alai ndio aanze kutumia akili ama tutakuja kukunyoa na chupa wewe? Au utumie akili? Hao watu kutoka Nyanza sijui shida yao ni gani. Asante. Ya TBM Sudchien. So Mr. Speaker, mimi 2027 naenda kukuwa senator wa Siaya County. Kwa sababu najua mbinu vile nitaichukua Mr. Speaker. Na Mr. Speaker, leo hii nataka kusema tu kweli hapa. Unajua mimi nashangaa na hao watu wa Linda Ground. Eti mtu anakuja hapa anasema tunabebwanga tukipelekwa Machakos, tunabebwa tukipelekwa Kisumu. No, you are very wrong my friend. Hata kama tunabebwanga, wewe pia kuja ubebwe. Yeah, kuja ubebwe. Jina yetu ndio maana tumefika huko. Jina yetu imetufikisha huko, si eti tunabebwa. Yes. Wakati James Orenga kai kwa ofisi yake anasema Itori, yani jina yangu ndiye ameona kwa social media. Sasa hiyo ukienda kwa Google, niko kwa Google. Wewe uko kwa Google. So Mr. Speaker, niliona watu wa Linda Ground Mr. Speaker wamebebwa na ile gari ya mchanga Mr. Speaker. Eti wengine wanatolewa Nakuru wanapelekwa Kisumu. Wengine wanatolewa Homa Bay wanapelekwa Kisumu. Nataka kuambia Wajaluo, mnataka kukua very cheap kwa vitu za ujinga yenye haiwezi saidia mtu. Eti nini mnaenda kudance Prince Inda? Eti usiyependa ni kanya tondo. Hizo ni ujinga. Hizo ni ujinga. Hizo ni ujinga. So, najua mimi naelewa huyu ndugu yangu, najua pale ametoka. So, nataka kuambia Wajaluo, stop being cheap. Kwa sababu wao wanasiasa wanatutumia saa hii. Kwa nini wanasiasa situmie Mkamba? Kwa nini wanasiasa situmie Mkikuyu? Kwa nini wanasiasa wasitumie hizi tribes zingine? Ni Mjaluo tu. Jaluo ndio mtu anaweza kuwa hired, akue gun. Na nani gun smart kweli. Mwenye amebeba simiti ukiona kifua imevura. Kifua imeparara, imevura vizuri. Yeye ndiye anatumika kama gun. Ukiona mtu anataka kuvuruga mwanasiasa ni Jaluo atatumika. Jaluo ndio mtu anajua kutumika kama goons. Hao ndio watu wako very cheap kuchukua pesa ya wanasiasa kuenda kujaza mahali. Nataka kuambia hao watu wa Linda Ground, hamuna agenda, hamuna kila kitu yenye inaweza saidia mwa Kenya. Eti mnabebwa, nimeona venye wengine walikimbizwa. Na bado Kisumu ni one term. Wezi enda hapo na 2 term back of here inakaa ya mjiki. My friend, kila mahali sasa ni one term. Na uwezi endea watu Kisumu na 2 term. Watu wa Kisumu najua mulilipwa. Na ni vizuri kukula pesa. Kula pesa na usiende kwa mkutano ya mtu. Hii mambo ya kuenda kwa mkutano ya mtu inaleta nonsense mingi sana. Mimi nataka kuambia Oburu, naona ulisema kitu mzuri baba. Hapo sasa nimefurahi kidogo. Hata hii mambo ya Senate anaweza kukuachia. Ulisema ya kwamba umechoka. Na kweli umechoka. Si hata wewe umejua umechoka. Na ulisema kama umechoka na wewe ndio shida ya division kwa ODM, unatoka. Toka nani already yako hapo. James Orenga kwa hapo party leader. De facto party leader. So nataka kuambia hao watu mkue watu wenye wanatumia akili. Hii mambo ya kununua Wajaluo eti waende kwa siasa kila mahala ni kitu mbaya sana. Patieni hao vijana kazi. Empower them. Hawataenda kwa mkutano za ujinga kama hizo. Nikimalizia 2027 Ruto utatuua. 2027 Ruto you will kill us. Na mimi nataka kusema kama kura itatusaidia 2027 kuna style nyingine.
Yes. Kama kura itatusaidia, tuko na style nyingine ya kutoa William Samoei Ruto. Tuko na makabila wengi. Ukiona tuko na wandugu zetu, madada zetu from Mount Kenya. Wako over 7 million. Tuko na Waluya wanasemanga wako 4 million. Tuko na Wakamba wanasema wako 3 million. Nataka kusema hivi kwa sababu sisi Wajaluo ndio jamii ndogo sana katika hizi tribes zote. Nataka 2027 tutoe Ruto na hii njia. Tunaenda State House. Wakati tunaenda State House, wacha Waluya kwa mbele, Wakikuyu katikati, Wakamba hapo, Wajaluo tukwe na nyuma. Wakati wanaua watu, tunapambana na William Samoei Ruto. Ndio wamalize kuua 2 million. Wakikuyu ama Waluya, Wajaluo wako kwa shingo ya Ruto. Anatoka asubuhi. Sisi ndio tutasema historia ya wale wenye wamekufa. Kifo ni uchungu sana. Kifo ni Wajaluo pia wamekufa na pia tuko wadogo hawa. Tusameni tu. So tunasema ya kwamba 2027 William Ruto is going home. Na nataka kuambia James Orengo, wewe ndio de facto party leader na kapo na matako mbili. Mtu yote mwenye atakuletea de facto party leader. Mtu yote mwenye atakuletea ujinga, ukumbafu, ugalomania pita na yeye. Eti Gladys Wanga, mama mwenye alianza siasa juzi, eti anaorganizia James Orengo working constitution. Mtu amepigania katiba, eti anamuorganizia maguzi. Then watu wa Homa Bay wanataka James Orengo. Nataka kuambia Gladys Wanga, James Orengo wakati alikuwa anaanza siasa, hata ulikuwa bado slay queen unakatiwa. Wakati James Orengo alikuwa anapigania multiparty, bado ulikuwa PP2. Bado hukuko unajua hata kujipanguza. Yaani unakuja hapa una disrespect James Orengo. Nataka kusema James Orengo lazima heshimiwe. Na yeye ndio presidential candidate 2027. Asante sana Mr. Speaker. Nataka kuongea mambo ya Ebola. Alafu tuende kwa mjadala wa ODM. Tukianzia mambo ya Ebola, mnajua vizuri the year 2015 when the minister for health alikuwa anaitwa James Macharia. That time former president Uhuru Kenyatta ndiye alisign deal, wakakuja wakairenew in the year 2022 kama Mutahi Kagwe ndio minister for health. So kuna vitu zenye tunafaa tu criticize, lakini kuna zingine pia lazima tuseme ukweli. The problem is Ruto kama rais, yeye alipata kama hiyo kitu ilisainiwa na hiyo contract inaenda up to 2029. Hiyo ni kitu lazima tuambie tu watu wetu wajue, tusiwe watu wenye wanaeneza propaganda. Tukitoka kwa mada ya Ebola, mimi nataka kuongea mambo ya ODM. I want to tell leaders of ODM, including Gladys Wanga and party leader Oburu Odinga and deputy party leaders, what happened in Homa Bay, hiyo si kitu inafaa ikifanyika, because si party Raila Amolo Odinga alitengeneza, na tu kusikia siku yenye mtu amepigwa vile huko Sido, watu wa Orengo walikatwa na mapanga. That political intolerance tumekataa sisi kama watu wa ODM, tumekataa hiyo mambo ya political intolerance, na tunataka tuambie viongozi wa ODM, hii pesa yenye mlifanya nayo branding, mlifanya branding ya siku moja na mmetumia almost 300 million. Hiyo 300 million mngeenda Miwani factory Chemelil, mnge revive na vijana wapate kazi. So hiyo what was a lot of money yenye mli waste, na wananchi na vijana wana kazi Kisumu County, hizo county za Nyanza. Sasa mimi nataka kuambia viongozi wa ODM hivi, msiwe mnabebewa akili na president. Mnabebewa akili, watu wengine walitolewa hapa, wengine hawajarudi, ati wamepelekwa Kisumu, ati Wabiro. Sasa Wabiro, alafu huko pia mtu anapewa 300 na ametoka Nairobi. Sasa mimi nashangaa vile hii ODM inaendeshwa. So si tunataka kusema hivi, tukikuja kwa mambo ya party position, sisi tunajua wale ambao wamefightia freedom under 2010 constitution ni none other than James Aggrey Orengo.
Huyo ndio mtu tunajua ni mtetezi ya wanyonge, na James Orengo ni mtu mwenye amefaitia demokrasi. Hata hii kukusanyika hapa yenye tuko hapa ni kwa sababu ya James Orengo akiwa na the great Raila Amolo Odinga. So si tunataka kusema hivi, sisi tunajua kiongozi wa chama cha ODM ni none other than James Agri Orengo, na wale viongozi wote ambao wako ODM, kama we ni CS, I want to talk directly to John Mbadi, Opiyo Wandayi, Hassan Ali Joho. Please stop active politics while you are serving as CS. It is unconstitutional. It is not required for a CS to campaign in public rallies. You are supposed to serve Kenyans, not to serve the political parties. We want to tell you very well that you know very well what you are doing is not good. And we, as the people of Kenya, we are monitoring you. We are monitoring you closely. We are remaining with 1 year, 3 months. Mwende nyumbani. 2027, Kenya need a good leader, good governance, because people are suffering. Wakenya wanateseka. Sasa tunataka kuambia viongozi au private jet nimepeleka Sogoi on time. Asitalewe ile 3 million per hour 2027 tunataka uongozi mpya. Asanteni sana. Nataka ni mno katika bunge la mwananchi la Jakaranda. Kusema kweli, mambo inaangaisha watu katika pati ya ODM. Gladys Wanga ni mwanamke na amebeba matako kubwa. Matako kubwa. Ndio matako kubwa. Matako kama ni kubwa. Jamtuzi matako yake kubwa. Sasa naona ni kama matako. Ndio matako yake. Awachie wanaume kama James Orengo. Hiyo timu ndio kali. Hapo ndio walikuwa napigwa matiaga. Walinyenyekea, wakipigwa mbuduki. Ati amebeba matako huyo. James Orengo ya kulalia mtu anatoa swali. Nikimalizia naenda kuongea nini? Kuna ule leo Ebola. Tumeimportiwa Ebola wa jamii. Kweli ndugu yangu. Tutaelekea sehemu gani katika taifa letu? Tutaenda wapi katika taifa letu? Tunauzwa. Hata ni kama rais aliwasalimia, ni kama rais pia ako na Ebola. Ni kama ako na Ebola. Hataki Ebola. Tafadhali Mheshimiwa Rais, Ebola no. Sasa kama ukileta kapi, unajua kapi itakuja hivi karibuni. Fungia hao Kongo huko. Majina naitwa Alex. Kijana kutoka Mbooni. Kijana Mugamba ule Anderson. Mr. Speaker, huko Gambani tunadanganywa sana. Mimi ni 2 term. Kwa nini nasema tuta? Nasema tuta kutoka huko kwetu Makueni. Tumechezwa sana. Mr. Speaker, nataka kuongea na Kalonzo. Naambia Kalonzo hivi. Tumesupport ODM Raila miaka 15. Na tumekaa nje ya serikali hiyo miaka yote. Wakati Kalonzo Raila saa zote anaambiwa kuja kwa meza tukae tuongee, yeye anasema tuko upinzani. Sisi hatutaki kukaa nje. Watu wanatafuta power, Kalonzo wako huku tu anazurura. Watu wanatafuta power. Sisi naongea kwa Wakamba wote. Nataka kuambia tusidanganywe. Kwa sasa watu wanatafuta uongozi 2027. Kalonzo ako wapi? Kazi yake anadanganywa hapa, anaitwa kazi. Hao watu Mr. Speaker wametuita makuzo wakati wanatuhitaji. Hao watu walisema kura za Wakamba ni milioni 2 hawataki.
Kwa nini sasa wanataka kujifanya wanataka hizi kura milioni 2? Kwa nini? Watu tumeona hata wanachukua saa hii. Wakati tulianza kusupport Raila, wale watu hapa usitaki kuwataja, walikuwa wameoa wasichana wetu wa Kamba, wakawazalisha wakawafukuza, kwa sababu tulikuwa tunasupport Raila Amolo Odinga. Hatukuwa tunamsupport juu ya Kalonzo. Sisi wa Kamba hatuna ukabila. Ile kitu tunataka ni tukue mahali pamoja. Hatutaki ukabila, hatutaki ukambani. Acha nikurekodi. Hatutaki ukabila kabisa. Ile kitu iko tunataka Kalonzo, hata kama umekuwa deputy miaka 50. Hata saa hii unaweza kuwa deputy wa Ruto. Unaweza kuwa deputy wa Ruto. Kwa sababu gani? Sisi unajua hii mambo ya serikali hii mambo imekuwa si lazima ukuwe president. Hakuna mahali imeandikwa ati umezaliwa ukuwe president na watu wengine wasikue. Kalonzo kama hakuzaliwa akuwe president, hawezi kuwa. Hawezi. Kalonzo kama hakuzaliwa akuwe kiongozi. Kusema tu ile ukweli. Mimi ni Mkamba wa Makueni na huko tunasema ni kuseo. Mimi ni Mkamba. Na kwa jina ingine inaitwa MC Mwene Lomon. Kwa hivyo ile meza inataka kutuma kwa Kalonzo. Kumwambia hivi. Watu wanapanga Kalonzo andu umepanga siasa. Kunga madamundume upange siasa. Lazima tuke za president. Saa hii Wajaluo wakati waliingia wakati Wajaluo waliingia wakaungana wakafanya handshake na Ruto. Maendeleo iko Kisumu. Maendeleo iko Kisumu ama hakuna? Iko mingi. Tunaona kwa news kila wakati. Sisi ile kitu inaendelea hapa Makueni. Ile kitu inaendelea Ukambani, hakuna maendeleo inaendelea. Watu wanadanganywa, watu wanaambiwa tuko one term. One term utakula nini? Utakula nini kwa hiyo one term? Mambo ya Ebola. Hiyo mambo Mungu ndiye anajua. Hiyo tuachie Mungu. Hadi kwa kitanda. Mr. Speaker, hii mambo ya Ebola. Hii ni kitu kingine uchungu sana. Wakati tunafungua mdomo hapa tukiongea, tunafaa kufikiria mara mbili. Ukiangalia kama ni condom inatoka US, haitoki Kenya. Ukiangalia kama ni dawa ya HIV inatoka US, haitoki Kenya. Saa hizi kama ni kansa inaua watu wetu. Wale wadosi wenye wako na pesa wanaenda kujitibu kansa nje ya Kenya, Mr. Speaker. Lakini wale wananchi wa kawaida, watu wameuza mashamba zao, Mr. Speaker. Watu wameuza magari zao, watu wameuza mali zao ili wajitibu ugonjwa ya kansa, Mr. Speaker. Saa hizi tunaletewa ugonjwa inaitwa Ebola, Mr. Speaker. Alafu kuna mmoja member anasimama hapa kusema tunajengewa. Ati kuna madaktari wenye wamesomea. Madaktari walienda kusomea kutibu Ebola. Walijua Ebola inakuja. Mr. Speaker, acha nikwambie hivi. Hiyo kitu ambayo inajengwa hapo, hiyo ni benefits ya watu kadhaa hapa Kenya. Mr. William Ruto, conman anataka kutumia pesa za wananchi kutoka huko nje ili aweze kupata faida ya pesa ya campaign. Hii hatutakubali, Mr. Speaker. Hatutakubali kuuliwa kwa sababu ya mtu binafsi yake, kwa sababu ya tumbo yake, Mr. Speaker. Na kama ameamua kuleta Ebola Kenya, anunue mpaka sanduku ya kutuweka ndani, Mr. Speaker. Asilete Ebola na wache tujibaie sanduku. Anunue mpaka sanduku tuwekwe ndani. Mr. Speaker, nikienda kwa hii mambo ya ODM. Real ODM ni akina Shifuna, Mr. Speaker. Hakuna haja mtu anaitwa party leader ambaye anaitwa Oburu, lakini hawezi hata amazisha watu wakuje kwa meeting, Mr. Speaker. Watu walinunuliwa wakapelekwa Kisumu. Watu waliingizwa kwa basi za shule wakapelekwa Kisumu. Alafu Prince Inda analetwa ati avutie watu, Mr. Speaker. Wacha nikwambie hivi, Mr. Speaker. Party
kitu inaitwa campaign, kitu inaitwa sera, kitu inaitwa chama, kitu inaitwa upendo, iko kwa roho ya watu. Wakati unaleta msanii mahali, wameenda kudance, hawajaenda kusikia chenye mnaambia wananchi. Real ODM ilikuwa hapa Machakos, ilikuwa na Babu Owino, ilikuwa na Shifuna, ilikuwa na Usosi, ilikuwa na lawyer James Orengo, party leader wa ODM. Mr. Speaker, namaliza nikisema hivi, sisi kama timu Linda Mwananchi, sisi tunasema hivi, ajenda yetu kubwa ni Mr. William Samoei Ruto, Mr. Anaconda, Mr. Babu Destroyer, Mr. William Samoei Ruto Conman must go. Na tutishwi na vitisho ndogo ndogo. Kama ni kushikwa, I am ready, lakini I will die for the nation. One time. Ebola. Mr. Speaker, hakuna ugonjwa hatari duniani kwa saa hii kama Ebola. Ebola ni ugonjwa hatari sana. Na ukienda kwa zile nchi ambazo Ebola imeingia, watakwambia madhara ya Ebola kwa sababu inakuwa haraka zaidi. Lakini nataka nishukuru President William Ruto kwa sababu amechukua mikakati ya kutosha ili Ebola ikiingia hapa Kenya, tuko na mahali ambapo tunatapeleka watu kutibiwa. Mr. Speaker, tulikuwa na machungu sana hapa 2020 wakati corona iliingia, hatukuwa na mahali pa kupeleka wagonjwa wa corona. Wagonjwa wetu tulikuwa tunawaweka kwa hospitali zenye hata madoctors, nurses hawana experience, they were never trained, hawajui watafanya nini huyu mtu wa corona. Tukapata hadi madaktari wale walikuwa wanakufa corona, tena patients wanakufa corona. Lakini we are having a very sharp president. Hakuna corona Kenya sahi. Hakuna Ebola Kenya, hakuna Ebola, lakini already there is a facility. Alafu kuna wale medical experts ambao wako training. In case hii Ebola ingie Kenya, we have medical experts ambao wataenda kudili na hiyo. Na kuna mahali hata ukishikwa na Ebola ukiwa Kakamega, unapelekwa na nyuki. Sio hadi unapelekwa Kakamega referral ama upelekwe hapa Mama Lucy. Ukishikwa na Ebola ukiwa na manga, wandeke si na nyuki. Ukishikwa kwa sababu corona imeingia Uganda. Na kunaweza Uganda hawana facility ya kushughulikia watu wao. Hawana president sharp kama Ruto. So hao wanapelekwa kwa clinics, kwa dispensaries. So in case iingilie Busia, ikuje Kenya, unatolewa Busia direct, si Nairobi na nyuki. Kwanza kwa jeshi, number 1 kuna security, protection. Number 2 kuna medical experts wako pale, wanashughulika na wewe. Number 3, ukikufa, si kwenu. Si alikuja kutusumbua kwa moja za hapa. Napeleko na unazikwa na serikali. So William Ruto angekuwepo wakati wa corona, Wakenya wangekufa sana. Lakini kwa sababu huyu President Ruto anajua ya kwamba anatake measures before hii ipatikane. Mimi nashangaa ile kitu ambayo Wakenya takana waandamane naye, waandamane kwamba America isilete watu wao. Hapana, andamana atukupinga facility kujengwa. Watu ni waulize swali, hao wadozi wanapogonjeka kansa wanapelekwa wapi? India. Unasikia? Which means kuna hospitali India ambayo foreigners wanaenda kutibiwa kule. Mai wana Wahindi wakikataa ati Mkenya sikuje kutibiwa hapa. Mbona wewe unakataa America sikuje kutibiwa hapa? Wajeni mchezo wenu. Mr. Speaker, intakana hata hiyo hospitali ya kansa. Na mimi naambia President William Ruto, danganya hawa America bwana. Hawa America wako na pesa. Wadanganye pia tupate pesa nyingine, tujenge hospitali ya kansa hapa Kenya. Mtu akigonjeka kansa South Africa badala ya kwenda India analetwa Kenya. Atibiwa hapa. Lazima tukue na medical facilities za kutosha kwa nchi yetu. Wajeni ukataa maendeleo. Nimeona watu wanaandamana wanaenda kwa kambi ya jeshi. Mnaandamana. Nani amewadanganya ati Ebola itaanzia huko? Unaandamana unaenda kwa kambi ya jeshi na Ebola inaanzia hapa Murang'a. Unaacha kwako. Unaenda huko na nyuki. Wajeni ukumpafu. Lazima tujue kwamba serikali inajali wewe. Ruto anajali wewe. Si ati
Ruto asiadi ameleta Ebola. Nani ameona mzungu akishuka hapa ati anaenda huko? Nikimaliza Mr. Speaker, wacha nizungumze kidogo tu kuhusu hii mambo ya ODM. Mr. Speaker, ODM linda ground na ODM linda mwananchi. Hao watu wote ni ODM. Whichever is performing well, hao watu wote ni benefit ya William Ruto. Hata muende linda mwananchi, you perform well in Machakos, my friends, hii ni benefit ya William Ruto. Yeye ni ana fan. Sifuna alikuambia kwamba Oburu alipewa 200 million ya kufacilitate na kumobilize crowd Kisumu. Hakuambia wakati Oburu alikuwa anapewa yeye alipewa ngapi? Zake hakuambia alipewa ngapi. Na zenye alipewa hakuambia alipea nani. Hata yeye alipewa. Ni venye aliwanyima, nyinyi mnajitoleanga tu mnaenda tu na ujinga yenu ati mnaenda right. Hamukupewa. Sifuna kuna pesa alipewa. Oburu alipewa 200 million, Sifuna akapewa 100 million. Na Sifuna zote kwa mfuko. Za Oburu zikafanya kazi. Mjinga ni nani? Ni wewe ama ni Sifuna? Asante Mr. Speaker. United Opposition. Naitwa Kinyongo Bisheke. Na Mr. Speaker, uliona leo Bwana Rais William Samoei Ruto akililia huko Wajir. Alikuwa mobilize watu wakakuja wale 300 na wakudance. Akikumbuka Mount Kenya sisi tulimpenda, lakini akaleta upuzi. William Samoei Ruto alituletea upuzi. Sasa hiyo anatuletea watu wa corona. Amini wa Ebola. So Mr. Speaker, mimi niko hapa na niko na uchungu sana. Wenye walikuwa Wajir, wenye walikuwa mobilized, wakalipwa 200. Tena jioni ama wakitoka saa 4, William Samoei Ruto ilikuwa aliibika zaidi, hata speech ilisha saa 2. Alafu tena watu wote akawatoa akaanza kuwatandika. So Mr. President, wewe ni one term. Lakini Mr. Speaker, kama utaniruhusu sasa, nataka kuobserve hapa kitu, nataka kuongea ambayo iko outside kwa mada zenye zilikuwa zimeandikwa hapa. Kuna huyu jamaa anaitwa Geoffrey Mosiria. Na Geoffrey Mosiria ni katibu wa hii county yetu ya Nairobi. Na nataka kwanza kuadvise Geoffrey Mosiria. Mugema akisifiwa, tembo ulitia maji. Sasa nimeona jana ama ni juzi ati unaenda kupigia ati principal wa shule. Ati unaanza kumlecture alikuwa amepiga mtoto kwa sababu yeye alikuwa indiscipline. Hii ndio mambo tulikuwa tunaongea hapa jana. Siku hizi watoto wamekuwa indiscipline. Ati sasa Geoffrey Mosiria kazi yake Nairobi imeisha. Sasa ameanza kudiscipline walimu ambao wako TSC. Shame on you Geoffrey Mosiria. Kwanza advice Sakaja, enda pale Nairobi Mama Rusi Hospital, uone wa mama wetu wanazalia chini. Enda hapa Soweto, uone takataka iko hadi chini. Wewe umeajiriwa. Sasa umekuwa principal yetu Kenya mzima. Ati ukikosa tu na mtu unalipa tu pesa 2. Kuja unianikie huyu mtu kwa platform. Geoffrey Mosiria, tulikuwa tunadhani wewe ni kijana uko na akili, lakini tumekuja kurealize sasa wewe unatumika vibaya. Wewe ni broker. TSC teacher, unadhalilisha principal wa shule. Sasa huyo principal hata mimi nashindwa. Atarudi hiyo shule tena? Shame on you Geoffrey Mosiria. Nairobi tunasema hivi. Nairobi imekufa, hakuna service zinaendelea. Lakini wewe upuzi yako, ukiona kitu Facebook, ukiona kitu TikTok, si resign kazi ukuja hapa Jacaranda uajiriwe pia wewe hapa uko unafanya content creation. Stupid. Asante. Odwera kutoka Siaya County. Sababu gani ambayo nimekuja leo hapa ni kwa sababu mimi nimepata benefit kutoka kwa siasa. Mimi ni wakili wa High Court of Kenya. Kwa hivyo tufurahie bunge na kwamba bunge can now attract brains that can be able to negotiate things when the problem comes in. Tupigie bunge makofi. Sababu gani ambayo nimekuja bunge ni kwa sababu mimi ni beneficiary wa funds za Raila Odinga. Kwa hivyo mara nyingi nashindwa nitasimama wapi. Nikisema 2 term, watu wa 1 term wataniua. Maana ni benefit na pesa Kwa hivyo I just want to tell you ya kwamba msiwe na wasiwasi. Wale wako hapa, kama utaongea na venye tulikuwa tumeadvisiwa pale awali,
ongea ya kwamba wakati utakuwa kotini unaweza pata mtu ambaye anaweza pata njia ya kukutetea. Usiharibu sana, ambapo tukifika pale bondi inaweza kuwa kubwa. Asanteni sana na Mungu awabariki.